Mama mpya umetoka kujifungua, lakini unapata changamoto ya maziwa, yaani unashindwa hata kumuenjoy mtoto wako mpya kwa sababu huna maziwa ya kutosha. Hii ni kwa ajili yako. Nakupa hapa tips kuhusu njia nzuri ambayo itakuwezesha wewe kupata maziwa vizuri. Kitu cha kwanza, kula vizuri. Unapokula vizuri unaupa mwili wako virutubisho ambavyo ndio vinahitajika kwa ajili ya mtoto kupata hayo maziwa ambayo yanatengenezwa kutoka kwenye mwili wako. Hakikisha unakula mlo kamili, balance diet. Kila kitu wewe kula. Masupu anakuletea kula, mamitoro anakuletea kula. Diet tupa kule. Tutaanza diet tukimaliza kunyonyesha. Pia usisahau kunywa maji ya kutosha. Cha pili, tengeneza mazingira. Yaani mazingira yako ya unyonyeshaji yawe mazingira rafiki. Nenda zako chumbani, jifungie na mtoto wako mchanga. Achana na mambo ya kuangalia TV, achana na kusikiliza wageni wamekuja kumuona mtoto. Huu ni muda wa wewe na mtoto. Nenda chumbani, jifungie, kaa vizuri sehemu ambayo umerelax. Jiwekea hata kamziki kako kadogo hapo kakurelax, kataratibu. Hakikisha ni vizuri pia ukahakikisha kwamba mtoto anagusana moja kwa moja na wewe mama. Kwa hiyo unaweza ukavua nguo na mtoto kamvua nguo kisha ukajifunika naye, ili mwili wake na wewe uwe unagusana moja kwa moja, umnyonyeshe ukiwa umerelax kabisa. Kingine cha muhimu cha kuzingatia, nyonyesha my dear. Hamna njia nzuri zaidi ya kuhakikisha kwamba maziwa yanatoka kwa wingi kama kunyonyesha. Unaponyonyesha, unauambia mwili wako kwamba mtoto yuko nje, mtoto anahitaji maziwa. Kadri unavyonyonyesha kwa mara, kadri unavyonyonyesha kwa wingi, ndivyo mwili wako unavyotengeneza maziwa. Mwili wako utengenezi maziwa ambayo hayahitajiki. Ndio maana tunaachaga ili uache kunyonyesha inabidi upunguze kumnyonyesha mtoto. Sasa wewe ambao unataka maziwa yazidi kutengenezeka kwa wingi, jitahidi nyonyesha. Yaani kila ukikaa nyonyesha. Lingine, usikimbilie chupa my dear. Unajua unapata changamoto, lakini iwapo mtoto anahitaji kunyonya, usimpe chupa ya kwanza. Mpe kwanza ziwa anyonye. Maziwa kishaisha, ukiona mtoto hajashiba ndio umpe chupa. Mambo ya kukimbilia chupa kwanza yanamwathiri mtoto kisaikolojia. Mtoto mwingine akishanyonya ile plastiki hataki tena kunyonya ngozi. Pili, inasababisha wewe mwili wako usione kwamba kuna uhitaji wa maziwa. Sasa mtoto ameshashiba, kwa hiyo unashindwa kutengeneza maziwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo usikimbilie chupa. La mwisho na la msingi zaidi, relax, kwa sababu maziwa hayataki stress. The moment unaweka stress, maziwa yanakata my dear. Relax, maziwa yatakuja tu. Endelea kufuata hizi tips ambazo nimekupa na maziwa yatatoka kwa wingi, mwanao atapata kilaji chake cha kutosha.